Kwa wandugu na marafiki zangu wote kote mliko duniani, naomba msipokee salamu zangu za furaha, nikiamini huko mliko kila mmoja ana amani kuu. Kristo alipokuja duniani aliuleta ujumbe ambao unaitwa habari njema. Wema wake ni nini hii habari? Tukisoma Marko 1:14 hadi 15, habari njema aliyoileta Kristo, alisema kwamba wakati umewadia na ufalme wa Mungu uko karibu. Lakini akatuambia tubuni, geukeni, muamini hii habari njema. Habari ya ufalme ina wema gani? Alafu ni kwa nini anatuambia tugeuke? Kwani tuko vipi saa hii ndio tuhitaji kugeuka na tukubali hii habari anayoisema kuhusu ufalme? Wandugu wapenzi, leo ni siku ya Sabato, na naamini kila aliyeielewa na anayeitunza katika roho anajua maana yake. Waebrania 12 na mstari wake wa 22 hadi 4, leo, siku hii ya leo, tuko mbele za Mungu. Anasema mbele ya mlima Zayuni wa mbinguni na Yerusalemu ya juu, maana huko ndiko Kristo kuhani wetu mkuu aliko, na tumeungana naye katika roho mbele za Mungu siku yake ya leo ambao ni Sabato. Unataka kulinganisha na kuelewa vizuri? Habari njema aliyoileta Kristo ni kuhusu ufalme wa Mungu na kuhitajika kwa mwanadamu kubadilika, akubali kinachoelezwa kuhusiana na huo ufalme. Siku ya leo ya Sabato, unabii wake unasema kwamba siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu. Na kwa wale tumeweza kusoma na wao, wameelewa kwamba hii siku ni wakilishi la ufalme wa Mungu, yaani utawala wa miaka 1000 wa Kristo hapa duniani, akitawala pamoja na wale ambao saa hii tumeitwa. Wale tutakubali kugeuka kulingana na agizo lake na kujifunza maisha ya huo ufalme, tutatawala pamoja naye kwa miaka 1000 na kuendelea. Sabato ya leo inawakilisha huo ufalme wa Mungu hapa duniani, na ndiyo sababu kama tutakavyokuwa tumejiunga na Kristo ana kwa ana, saa hii huwa tunajiunga naye katika roho. Ukikumbuka Wakolosai 3 mstari wa 1, ijapokuwa tunaishi hapa duniani, tunaagizwa kutoka hiyo Zayuni ya mbinguni ambao leo tumeunganika nao katika Sabato. Huko ndiko sheria yetu inatoka, kama asemavyo Isaya 2 na mstari wa 3 hapo. Na neno linatoka kwenye Yerusalemu, maana mwalimu wetu ni Kristo, anatufundisha kwa njia ya Roho Mtakatifu kupitia kwa watumishi wake ambao mimi ni mmoja wa hao wajumbe. Na ndiyo sababu nawapasha hii habari njema, na wakumbusha habari aliyowafundisha Kristo na anaendelea kufundisha kupitia kwa wale sisi ametutuma. Ukinipokea mimi, sio mimi utapokea. Ukiyakubali maneno yangu, sio yangu utakubali, utayakubali ya yule anayenituma, ambaye ni Kristo na ambaye alitumwa na Mungu. Kwa hivyo unayoyapokea ni nini? Kumbuka ni ya Muumba wako
anaeleza kuhusu nini? Ndugu zangu, hii ndio ujumbe wetu wa leo unaosema tunatangaza maisha ya Mungu. Ujumbe wetu unasema tunatangaza maisha ya Mungu. Basi karibuni, mimi ni James Mutulu. Tuangalieni kila mahali ulipo. Angalia, wanadamu wamejiunga makundi, kila kundi tofauti na kundi nyingine, wenye imani tofauti na imani ya nyingine, lakini wote wanaamini, wanamcha Mungu. Kumbuka ujumbe wetu ni kuhusu maisha ya Mungu, ndio tunatangaza. Basi tunaona haya makundi, kila kundi yenye imani inayotofautiana na kundi nyingine, na wanasema kwamba wametumwa na Mungu. Kama vile mimi niko hapa nawaambia nimetumwa na Mungu muumba wenu niwatangazie yale maisha yake. Na kila kundi inaingia kwenye mtandao vile nilivyo saa hii, linasema nimetumwa na Mungu kuwatangazia maisha yake. Basi kila kundi ina imani ya kwamba kile wanachotangaza ndicho maisha ya Mungu aliyewaumba wote, na ndio anataka kuwafundisha wote ili waishi kama yeye. Maana tukikumbuka Mwanzo 1:26, Mungu anataka kuumba mwanadamu wa kiroho kama alivyo roho, na anayeishi maisha yake kama anavyoishi yeye, awe mtu wa jamii yake. Soma Waebrania 2 hapo 10:11. Utaona nia ya ujumbe wa Mungu aliyemtuma Kristo ni kuwalete wana wengi katika utukufu. Hayo tutaweza jua mengi zaidi baadaye. Basi hali ikiwa ndivyo, haya makundi yana maana gani? Kila kundi kushikilia kile wanachoamini kilicho tofauti na kundi lingine, na kila kundi linadai kutangaza maisha ya Mungu. Ni nini kinaendelea? Ni nini hii maisha ya Mungu ambayo tunatangaza, ambao Kristo alikuja na kusema watakaoingia ufalme wa Mungu ni wale watabadilika kutoka ile hali walio nayo sasa, na wajifunze ile hali inaofundishwa katika hiyo habari njema, katika hiyo injili inaohusu ufalme wa Mungu, na inahitaji mwanadamu atakayoingia abadilike, aishi maisha tofauti na yale anaishi sasa. Ni nini hiki? Na hicho ni nini hiki? Pia wanadamu wanaongea kila mmoja kwa njia yake, kila imani, kila kundi. Tunaona Wakatoliki wanasema geukeni muamini injili, na injili ni hii tunahubiri. Waislamu wanasema geukeni muamini injili, na injili ndio hii tunahubiri. Wahindu, kila watu, hata wafalme wa dunia hii ambayo imemkataa Mungu, wanasema ile njia wanayotangazia wananchi ndio nzuri. Tujiulize, kwani Mungu ana msimamo? Mungu ni wangapi ambao tunaona wanatangaza maisha yao kwa makundi tofauti tofauti, kila kundi akiliambia maisha tofauti na ingine, akiwaambia haya zozaneni, shindaneni, yule atakaye shinda wenzake ndiye nitakaye kubali. Mungu amefarakana kiasi hicho kweli? Hapa kuna shida. Shida ni gani? Kristo alionya wakati akihubiri injili, akasema katika Mathayo 24 mstari wa 5,
Jihadharini na manabii wa uongo watakao kuja kwenu wakitumia jina langu, wakitumia mafungu ya neno langu iliyo katika Biblia, wakitumia mawazo yao wenyewe, na watawadanganya wengi, sio wachache. Ni wangapi wanaelewa na kuchukua hiyo tahadhari? Hivi tunavyoongea, na poleni sana kwa kuambia hivyo, atakaye isikia hili neno linamkwasa, tafadhali inabidi ugeuke, maana unaishi kinyume na vile inavyosema. Wewe ndio baadhi ya wale Kristo anaambia ufalme wa Mungu uko karibu, lakini unaishi vibaya. Geuka, ukubali yale ninayokufundisha mimi. Maana Mungu alikuja akifundisha namna ya maisha, na haya maisha ni tofauti kabisa na haya maisha wanadamu wanaishi katika ulimwengu wa leo. Maana kumbukeni waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 16. Anayeishi haya maisha wa ulimwengu sasa hivi wanaishi, aishi maisha ya Mungu, upendo wa Mungu aumo ndani yake. Kwa nini? Tunajua wanadamu walidanganyika na Mungu katika Matendo 14:16 akayaacha mataifa, kila taifa lienende kulingana na njia yake. Kwa hivyo ulimwengu wa leo haujengwi juu ya misingi ya maisha ya Mungu. Ndiyo sababu unaona kila mtu anaishi kivyake. Kila mtu anafuata mawazo yake mwenyewe. Kila mtu anaenenda kulingana na vile anavyofikiria. Basi eleweni jambo hili. Ulimwengu, matunda ya kuishi nje ya yale maisha Mungu aliumba mwanadamu aishi kwayo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 wa 2, maisha yale yalikuwa tangu milele, yaani maisha ya Mungu. Mungu aliyeishi milele na maisha yake ambayo ni ya milele, ambayo ndiye anatufundisha katika neno lake, yaani amri zake. Hayo maisha ndiyo mwanadamu alidanganywa akayaacha. Na maisha yale mwanadamu alianza kuishi kinyume na hayo ya kweli, matunda yake ni hasira. Wewe umejawa na hasira, unanikasirikia ovyo ovyo. Chuki, najua nikiongea hivi ninapotumia neno la Mungu kukuonyesha kwamba kile unachofuata sio hii neno, unanichukia. Wengine unasema najifanya. Ndugu zangu, kumbukeni, siwaambii maneno ya kwangu, na waambia maandiko. Na mimi nilizaliwa juzi nikakuta Biblia imeandikwa. Kwa hivyo ukitaka kunilaumu usinilaumu mimi, alaumu aliyeandika, manabii na mitume ambao walinena wakiongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hivyo ukiona hili neno linakukwaza, ndugu yangu, usinichukie bure. Chuki ni thibitisho kwamba bado wewe unaishi maisha ya ulimwengu. Maana huo ulimwengu unaishi kupigana, kuchukiana, kusengenyana, na kila mtu akili yake iko kwa mwenzake, iko kwa jirani yake, iko kwa bibi yake, iko kwa mtoto yake. Yaani toka asubuhi mpaka jioni tunazozana, kila mtu akifikiria vile atadhibiti mwenzake, vile atachapa mwenzake, anataka kuua mwenzake, vile atamharibia biashara asipate faida, vile atamwaibisha. Anatafuta vile huyo mtu atamchenga ili amsifu, amkubali, amuunge mkono. Yaani maisha ya akili zilizopandwa ndani ya wanadamu wenzetu. Ukijishangaa, ni lini akili zetu zinamfikiria Mungu? Ni lini akili zetu zinajitunza kukaa kama Mungu, kukaribiana na Mungu? Ni lini tunajibidiisha kupendwa na Mungu? Unakuta Mungu hayuko kwenye akili za
ulimwengu wa leo, toka viongozi wa kimataifa, wasomi, matajiri, maskini, hadi fukara, yule mtu chokoraa, kijana wa mitaani huku. Hakuna anaye akili ya Mungu ndani yake. Kila mtu akili yake ni mwenzake, kushindana kwa mwenzake, kujionyesha kwa mwenzake, kupigana vita kwa mwenzake, kudhulumiana ni mwenzake. Wapi Mungu? Haya ndiyo maisha ya ulimwengu. Hasira, chuki, vita, ugomvi, utofauti, kila mtu akijionyesha yeye ndiye, na sababu ni ile ile ilianzishwa na Shetani pale Eden, wakati alimwambia Adamu, wewe ufi, wewe ni kama Mungu. Mungu anakudanganya. Wachana na maagizo ya Mungu. Wewe fikiria vile unataka, panga maisha yako, yatakuwa mazuri kama ya Mungu. Matunda ya hayo maisha nje ya hii neno ninao watangazia ni hasira, ni chuki, ni vita, mauaji, magonjwa, uchafuzi wa mazingira, maana hatuna ufahamu, tulidanganyika tu. Ufahamu tungepata kwa Mungu kama tungelikubali kusoma kwake. Na Mungu hajajiusulu, hajawacha kabisa, bado ni huyu. Katika huu ujumbe anakuita, kama utasikia. Basi maovu ya kila aina, Kristo akaja. Kumbuka, tunatangaza maisha ya Mungu ya kweli, na ni juu yako kusikiza huu ujumbe, ujipime na uone kama kweli hayo maisha ndio unayefuata, ama umerithi uongo kutoka kwa manabii wanaokuja kwa jina la Kristo. Ulimwengu umefarakana na kutofautiana kwa sababu ya huo uongo, na ndio naona tabia zake ni uovu kwa juu ya uovu, kila mtu kwa mwenzake. Hakuna anayetakia mwenzake wema. Basi Kristo akaja akatangaza, muliumbwa kwa ajili ya kuurithi ufalme wa Mungu. Lakini hayo maisha mnaishi sio yale ambayo muliumbwa kuishi kwayo, maisha ambayo yangewajenga zaidi mfanane na Mungu kwa mawazo, kwa nia ya moyo, kwa tabia na usemi. Basi hii neno ninaowaambia ni mafundisho ya yale maisha ya kweli. Kwa hivyo geukeni, wacheni huo uongo mnaoishi unaowaletea hayo maovu yote. Geukeni, wacheni kuangalianana nyinyi kwa nyinyi, maana nyinyi nyote ni wajinga. Warumi 1:20-22, wakijihesabia kuwa wenye hekima, wamekuwa wajinga wote. Na Kristo anasema tena, Wakorintho wa kwanza 3:18, kama mtu anataka kuelewa, kwanza ajione mjinga. Wagalatia 6:3, mtu awaye yote akijidania kwamba ni kitu, anajidanganya mwenyewe, maana wewe ni bure, mafumbi ya ardhi. Kama Mungu hata kuumba vingine, kama utakubali Mungu akuumbe hii tabia tunaoitangaza kupitia kwa hii neno, wewe ni bure, ni mafumbi na ni mjinga, hauna ufahamu, na mwisho hakika utakufa. Maana Mungu alituumba tufanane naye, tuwe viumbe wenye uzima wa milele, turithi ufalme wa milele. Yule ambaye hataumbwa na Mungu kupitia kwa hii neno, kuumbika hii tabia tunayoitangaza, hakika atakufa, maana sisi ni mafumbi, hatujaumbika bado. Kwa wale wanaotaka kuelewa zaidi, endeni kwa YouTube studio yetu @jmutulu, musikilize ujumbe unaosema unaweza, utapata maelezo zaidi. Kwa hivyo baada ya Kristo kutangaza hayo, na ndio naendelea kuwatangazia, kumeinuka watu. Ndio hao naona hili kundi linasema
wao ndio wanamcha Mungu kweli, wanajionyesha kwamba wamesikia hii Injili na wamebadilika, saa hii wanaamini Mungu. Lakini ile imani walio nayo kuhusu Mungu haikubali hii neno ninaowaambia. Wamechukua akili zao wenyewe, wamepanga, wanachukua maandiko, wanayageuza, wanachukua mawazo yao na kuingiza kwenye maandiko. Wanasoma kifungu lakini tafsiri hawaruhusu maandiko yajiseme yenyewe. Wanaweka mawazo yao hapo, hiyo inaleta imani moja. Wengine wanachukua kundi ile, wanachukua maandiko, anaweka akili yake, wanaenda hivyo. Kila kundi kulingana na madhanio ya akili zao punguani, akili ambazo hazina ufahamu. Matokeo ni gani? Leo tunaona Mashariki ya Kati, tunaona Somalia, tunaona Yemen, tunaona Europa, tunaona Marekani, Caribbean, Australia, Iran, Iraq, ulimwenguni kote vita. Na hivyo vita vinapiganwa na nani? Mcha Mungu kwa jina la Muislamu, mcha Mungu kwa jina la Myahudi, mcha Mungu kwa jina la Mkristo, mcha Mungu kwa jina la Muhindu. Ni watu wanaoamini kwamba walibadilika. Kila mmoja amejiunga kwa imani, lakini kila mmoja ana vita na mwingine, na wote kila mmoja anaomba Mungu akienda kupigana na mwenzake. Tabia gani? Zizo hizo za walimwengu: hasira, chuki, mauaji, ugomvi, utengano. Hizi tofauti zote wakitumia neno la Mungu. Na juu ya hayo yote tunaona kila mmoja wetu anaugua moyoni. Anatamani kuridhika, anatamani utulivu, anatafuta amani, anatafuta maisha marefu, anatafuta uhuru. Lakini akijaribu kila jambo, akifikiria kwamba akipata pesa mingi atakuwa huru, anazipata, shida zinamzidi. Wakati huo anakuwa mgonjwa, hata hiyo mali hawezi kuitumia, maana hana hata hamu ya kula. Kisoma Mhubiri, Suleimani alijiachia akapata mali akijaribu kutafuta hicho. Mhubiri 2:23-4 hapo utaona aligundua nini. Huyu mtu anafikiri akiwa kiongozi ameungwa mkono na watu, atakuwa huru na ataweza kufurahia. Akiwa pale alali, ugomvi, wengine wanataka kumpindua, yeye naye anajaribu vile atawadhibiti. Shida tupu. Wamejaribu kila hali kutuliza mioyo, lakini hakuna aliyeufikia utulivu wa moyo. Kwa nini? Kwa sababu yupo Muumba mwenye maisha yote, anayejua siri ya kila mmoja, anayeona moyo wa kila mmoja, na ndiye huyo aliyemtuma Kristo, aliyewatuma manabii, ambao mafundisho ya hayo maisha ndiyo yameorodheshwa katika hiki kitabu kinaitwa Biblia. Anasema nini? Wewe huwezi kushika haya maisha na bado yakawa matunda yake ni yale yale ya ulimwengu. Haya makundi yote na imani zote zinazojifanya zinamwabudu Mungu, matunda yake ni sawa sawa na ulimwengu. Wakristo ananena neno kwa mdomo, mafundisho tu ya akili zao wenyewe, lakini baada ya hapo anachukia jirani yake, ana hasira ile kali, anapigana vita, anaiba, anadanganya, anasengenya, anajikweza kujitetea misimamo yake mwenyewe. Alafu akishamaliza hapo, kama mimi hapa nimesimama mfano,
na nina hayo hizo tabia zote ziko ndani yangu. Lakini nikisimama hapa mbele yenu nawaambia nimeisikia habari njema ya maisha ya Mungu aliyoyatangaza Kristo mjumbe wake, na nimebadilika. Uko wapi kubadilika kama nimeyasikia na nikishaongea hivi hasira imenijaa tupu? Nikishaongea hivi madharau kwa wenzangu, nikishaongea hivi vita, chuki, wivu, masengenyo, kudharau wengine, nikikweza wengine, kutafuta kuungwa mkono na wanadamu, kutafuta kujipendekeza mbele za wanadamu, kuheshimu wale wanaoonekana wenye viwango vya juu na kudharau walio wa chini. Nimekuwa tofauti gani na ulimwengu ambao Mungu anasema umejengwa juu ya uongo na upendo wake haumo ndani ya huo ulimwengu? Nasemaje? Nilisikia habari njema aliyotangaza Kristo na nimebadilika. Nadanganya nani? Mungu aonaye sirini, ajuaye moyo wako, hata unavyoongea mbele ya watu kutangaza ati maisha ya Mungu, kisha tabia unazoonyesha ni hizo za moyo mchafu. Ulikubali nini? Huyu kama ndugu zangu wamuelewi, hao ndio manabii wa uongo ambayo Kristo anatahadharisha juu yao, na wamelete neno la Mungu kuwa hadithi. Na ndio sababu ujumbe wetu leo unasema ni maisha, tunatangaza maisha halisi, sio hadithi. Na kama haijaweza kukubadilisha, elewa kabisa bado unaishi katika uongo. Hata kama ukiitangaza vile ninatangaza, kama haikubadilishi, wewe bado unaishi katika uongo, haujasikia Injili, haujamuamini Mungu, bado uko katika giza, wewe ni kipofu. Elewa kwamba ananena neno kwa wale wenye masikio. Kristo akihubiri alikuwa anasema mwenye masikio na asikie. Kwa nini? Alijua sio wote wenye masikio. Kwa hivyo kama wewe ni mwenye masikio na usikie. Utajuaje? Utatofautishaje kati ya maisha ya Mungu na huu udanganyifu wa wanadamu wanaojiita miungu? Na waambia na narudia tena, Mungu hakuja kuanzisha makundi ya wanadamu. Hawa wanajiunga imani yao, wale wanajiunga imani yao. Imani ni nini? Kwani hatuelewi ni nini hiki tunasema kuamini na hakionekani kwa matendo? Imani huja kwa kusikia. Warumi 10:13 kuendelea hapo hadi 17. Imani huja kwa kusikia. Kusikia huja kwa neno. Neno likihubiriwa na mhubiri. Saa hii nahubiri. Utaiamini Injili. Kuamini kunadhibitika kwa kuikubali na kuitenda, maana umejua, umefahamu kwamba hii ndiyo kweli. Sasa unapoamini ni kwamba umeikubali, unatenda. Na hakuna siku utatenda akili ikose kuwa tabia yako. Kristo akasema, mwembe unaweza zaa machungwa, ama machungwa yakazaa ndimu. Kama ndani yako kuna ufahamu wa hii neno ninayokuambia, hiyo ndio itakuwa nia ya moyo wako. Ndio itakuwa ufahamu wa vile unavyotenda. Ndio itaumba tabia yako. Sasa ujipime. Uliamini kweli? Uliamini nini? Watu wamegeuza imani ni kama kitu tu, nguo ya kujifunika hapa. Sisi ni Salvation Army. Sisi ni Wakatoliki. Sisi ni Waislamu. Sisi ni sijui wa Pentecostal. Sisi ni wa SDA. Wengine sijui ni kanisa la Mungu. Mungu ataitikia uongo wa midomo mitupu. Usidanganywe na mtu.
unaweza nidanganya mimi, naweza kukudanganya wewe, lakini hatuwezi danganya Mungu aliyetuumba, ambaye uhai wetu, ukisoma Ayubu 12:10, uhai wetu uko mikononi mwake. Utamdanganya nani? Mwanadamu mwenzako, sio Mungu anayekuweka hai, aliyekuumba na anayekushikilia. Kisoma Ayubu 34 mstari wa 14-15. Akichukua uhai wake unanyauka kama nyasi, alafu unajifanya kumdanganya. Unafikiria wewe utampangia Mungu vile utaishi na akubali kwamba mpango wako ndio mzuri, ukikataa ule mpango aliyekuumbia? Wacha kujidanganya ndugu yangu, tubu. Lakini najua ni kwa wale tu wamepewa kufahamu. Tangu milele Mungu aliishi, na maisha yake ni ya tangu milele, na kuthibitisha kwamba hii neno ndio yayo maisha ya Mungu. Anasema hii miili na vitu vyote vitapita, lakini neno lake litadumu hata milele. Kama alivyo wa milele na maisha yake ni ya milele. Sasa ndio sababu niliwaambia tunaongea kuhusu maisha, sio hadithi. Sijui kama mnanielewa, lakini najua waliopewa ufahamu watanielewa. Kwa hivyo Mungu hakuanzisha kundi popote pale, na wala ana nia la kundi. Mungu ana nia la kuwatangazia watu wote mpango aliokuwa nao akituumba, mpango ambao unaachilia sasa hivi watakaoamini watajikabidhi mikononi mwake, ili ndani ya huu mwili, kama tulivyoeleza kwenye ujumbe wa unaweza, aumbe yule mtu wa kiroho ndani yako. Na huyo mtu wa kiroho uumbika kwa kuikubali hii Injili. Unapoikubali hii neno, inakuwa ndio ufahamu wa akili yako. Unawacha tena yale madhanio. Kitabu cha Warumi 12 mstari wa 3 anasema kwa kuipokea hii neno unabadilishwa kimawazo, kufanywa upya katika mawazo yako, kuanza kutumia hii neno la Mungu kama ufahamu utakao utumia kutenda kile unachotenda. Na kwa kutenda hicho unachotenda, tabia zako zinabadilika, unakuwa tofauti na mtu wa ulimwengu. Badala hasira utapata ni upendo, ni furaha. Badala ya chuki ni upendo. Badala ya kujikweza mwenyewe ni kumtukuza Mungu. Badala ya kujionyesha kutafuta kupendwa na wanadamu ni kujipendeza mbele ya Mungu aliyekuumba. Badala ya kutafuta kundi unamtafuta Mungu na kujiunga na yeye. Mungu anaumba watu wafanane na yeye, atengenezi makundi. Hizi makundi zote, kila mtu anajiunga na kundi fulani, imani fulani. Hiyo ni mipango yenu wanadamu, na haina uhusiano kabisa na ile kazi ya wokovu Mungu aliyoitangaza katika Kristo Yesu, ambao ndio nawatangazia sasa. Haina uhusiano kabisa. Soma katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi 4. Maana wakati utafika, na huo wakati hupo sasa, watu watakataa hii habari njema, ujumbe Mungu aliyetuma kwa wanadamu kuhusu maisha ya kweli, na watajitafutia waalimu makundi. Hii mnaita makanisa ya Mungu ni makundi ya wanadamu. Maana tukielewa maana ya kanisa, kanisa ni yule mtu aliyeipokea hii neno na anaendelea kuumbika hiyo neno ikue ndio maisha yake. Kama mfano tulio nao wa Kristo ambaye ni neno la Mungu. Kristo alikuwa ni neno la Mungu likitembea. Sisi kama tumekubali haya maisha ya Mungu yanayoelezwa na neno lake, tutaumbika hii neno ikue tabia. Huyu mtu ambaye amebadilishwa mawazo yake kuanza kufikiria kama Mungu, ndiye anaitwa kanisa, sio kundi fulani.
na ni hao walio kila mmoja peke yake kuhusiana na Mungu na Kristo ndio wana uwezo wa siku ya leo Sabato kusimama mbele ya mlima Zayuni wa mbinguni, kusimama mbele ya Yerusalemu wa mbinguni, kujiunga na Mungu na Kristo katika hii siku takatifu ya ibada, ukumbusho wa huo ufalme tunaojitayarisha kwa ajili yake. Niseme nini? Hiyo nia ya moyo ulio nao ya kutaka amani, ya kutaka uhuru, ya kutaka upendo, ya kutaka furaha, inatokana na kuishi katika hili neno. Hauwezi sema unaishi neno la Mungu na hauna furaha. Soma hiyo nia ya moyo, hiyo kiu ya kutaka wema ambao haujawahi kuupata mahali, ndio Mungu anatufundisha njia ya kuufikia. Sio kujiunga na ile kundi, sio kujiitanisha na ile imani, hakuna. Hao watu wote wana tabia sawa sawa na ulimwengu, kudhibitisha wao ni wa ulimwengu na wanenayo ni ya ulimwengu, na ndio unaona wanaushirika na wafalme wa ulimwengu wa leo. Maana roho anayefanya kazi ndani yao ni yule asiyetii amri za Mungu. Roho wa nani? Mfalme wa dunia hii ambayo ni Shetani. Ndiye peke yake anafanya akili za wanadamu sisielewe haya maisha ninaowatangazia. Kwa hiyo usiharibu wakati ukijidanganya. Mungu hajajenga kundi. Mungu anajenga wanadamu wabadilike na kuwa kama yeye. Na hiki tunachokitangaza ambacho ndio kimeandikwa katika maandiko, ndio hayo maisha. Ukiyashika na kuanza kuishi kwa uwezo wa Roho wa Mungu, basi utakuta kwamba tabia zako ni tofauti na za ulimwengu. Unataka kunielewa vizuri? Unataka kuelewa kwamba hii neno ndio maisha halisi ya Mungu? Unataka wema? Kristo akasema mwema ni Mungu peke yake. Na Mungu anaishi maisha gani? Ukisoma Warumi 7 mstari wa 12, amri ya Mungu ni njema. Mungu anataka kiumbe wa kiroho. Tabia za kiroho ni gani? Warumi 7:14, hii sheria ya Mungu ni roho. Yohana 6:63, unataka maisha ya milele? Hii neno ni roho, tena ni uzima, na inaishi milele. Unataka amani? Neno la walio na waishikao neno la Mungu wana amani kuu, hakuna cha kuwakwaza. Zaburi 119 mstari wa 165, wana amani kuu waishikao amri, hakuna cha kuwakwaza. Unataka amani? Isaya 48 mstari wa 17, kama tu ungeshika hii neno, amani yako ingetiririka kama mto, kama maji ya mto, yaani haina mwisho. Unataka furaha? Matunda ya kuishi hii neno ambao ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ni furaha. Unataka uhuru? Utaijua kweli. Kweli, Yohana 17:17 ni neno la Mungu. Utaijua kweli na kweli itakuweka uhuru. Ninasema nini? Haya maandiko tunaowaambia, tukwambia soma kifungu fulani, soma ni katiba ya ufalme wa Mungu, na kile anayejitayarisha kuhusu huo ufalme, Kristo anasema geuka, wacha kutumia mawazo yako mwenyewe. Hakuna mtu kati ya wale waliogeuka ambao utenda kulingana na vile wanavyofikiria. Methali 3 mstari wa 5, kwa kila jambo wanajielewa kwamba hawaelewi, na kila mtu amejituma kuangalia Mungu anasema nini. Ni wasomi sana wa Biblia ili waenende kulingana na maagizo, sio kulingana na mawazo yao wenyewe. Na kwa sababu hiyo unaona Zaburi 4 na mstari wa 7, wana furaha kubwa
kushinda wale wa ulimwengu wakati mafuno yao yamekuwa mengi. Wakati wamevuna, wamepata hela mingi, wanafuraha. Wanaomwamini Mungu kuishi haya maisha kulingana na hii neno, wanafuraha nyingi kushinda hao. Mutaijua kweli, kweli itakuweka huru. Hautawekwa uhuru tu kwa kuungwa mkono na wafalme ati mimi na rais ni marafiki, ati unatetewa na kiumbe mwanadamu ambaye anakufa kama wewe. Zaburi 146 mstari wa 4-5 onyo kwamba amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu kama Mungu wake. Maana unaona hata wafalme wanakufa na kusambaratika kama kifuli, wanaisha kama wanadamu wenzao. Mungu peke yake ndiye yaishie milele na maisha yake ndiyo ya milele. Uhuru itakuja tu wakati umetambua kwamba unaishi kama Mungu. Maana ndani ya neno la Mungu wa Mhubiri 8 mstari wa 4, ndani ya neno la Mungu kuna nguvu za Mungu za kukulinda kutokana na uovu wote. Watu watakukasirikia, wafalme watakuinukia, lakini pasipo ruhusa kwa Mungu hakuna kitu wanaweza kukufanya. Angalia Nebukadneza, angalia Darius, walivyo wakasirikia watu wa Mungu, waliishia wapi? Angalia Nahaman, angalia yoyote. Huwa naambia watu ijapokuwa wanielewi, ukicheza na Myahudi utahaibika. Ina maana gani? Siongei kuhusu Wayahudi wa mwili, naongea kuhusu wale ambao walifuata imani ya Ibrahimu inayoendelezwa katika Kristo Yesu, Wayahudi wa kiroho. Soma Warumi 2:27-29. Sio Myahudi yule wa mwili, mbali ni yule wa kiroho. Kwa hiyo ndugu zangu, hiyo nia ya moyo mema tunaoyatafuta kote, hii maisha ya Mungu tunaoyatangaza katika hii kupitia kwa hii neno, ndio ukiyaishi huo wema unaotafuta utaupata. Jiangalie, uliamini kweli? Mbona hasira umejaa kama walimwengu wenzako? Mbona chuki? Mbona kujikweza? Kama vile mimi nahubiri, najua wengi hawanielewi, wanasema mimi najifanya. Badala ya kushika neno ninalokuambia, unaanza kupigana tayari na mimi ukisema najifanya. Tangu nianze kunena hii neno, umesikia nikiongea maneno yangu? Sinawaambia Mungu muumba wenu, Kristo mjumbe wake, na neno lake ambao hata mimi najitahidi kuishika. Sasa mimi nimetoka wapi uanze kusema najifanya? Ni kwa sababu wewe ni kipofu, na badala ya kushika Roho anayekuongelesha kupitia kwangu, kumshika Mungu aliye muumba wa vyote, anayekupa uhai, anayekufundisha jinsi ya kuishi kwema, unaona chombo. Sasa wewe unapigana na mimi, unaharibu wakati. Hii neno si ya kwangu na sitapunguza wala kuongeza, nitakuambia, na kazi yangu inaishia hapo. Hata mimi namsikiza Mungu akinieleza vile ninavyokueleza. Ndio sababu nakuwa shahidi wake. Ndugu zangu, Mungu anatangazia wanadamu kupitia kwa kanisa lake maisha yale yaliyokuwa tangu mwanzo, yaani uzima wa milele ambao sisi sote wanadamu tuliumbwa tuishi kwa huo. Na huo uzima wa milele ni hii neno. Hii neno ni mafundisho ya huo uzima wa milele. Kwa yule anayetaka kuishi, utakubali Mungu aweke roho yako ndani yako, aendelee kukuumba mpaka akufanye kiumbe wa roho. Huu mwili tuliona ni kiwanda. Katika ujumbe wa unaweza, huu mwili ni kiwanda ambao ndani yake Mungu anaumba roho wake. Na chakula cha hiki huyo mtu wa kiroho, kama vile maharagwe, ugali, vyakula vya kimwili ni vya kujenga huu mwili. Chakula cha kujenga huu mwili, huyo anayeumbwa ndani yako, ambao ndio yule mtu Mungu anatazamia, ni neno lake. Mathayo 4:4.
Kristo anakumbusha kuambia watu, msipokula mwili wangu na kunywa damu yangu. Wayahudi wanakasirika, wanasema huyu mtu anataka kutupatia mwili wake. Kristo akawashangaa, mbona hamuelewi? Simaanishi huo mwili, mimi ni neno la Mungu. Unapoishi katika neno, unakuwa katika hiyo mimba ya kiroho mpaka uje kuzaliwa mara ya pili. Sasa hivi hakuna mtu aliyezaliwa mara ya pili, ni Kristo peke yake. Mfano wa ile hatua tutakayopitia mpaka tuzaliwe. Maana tukizaliwa mara ya pili, ni hapo tutakuwa tumeumbika kabisa kutoka kwenye hii mimba ya kiroho kukanyanga ulimwengu wa kiroho, yaani ufalme wa Mungu, tukiwa viumbe wa kiroho kama vile baba yetu alivyo roho. Ndugu zangu, jipime na wache kudanganyika na manabii wa uongo. Wacha kuabudu makundi ya wanadamu. Wacha kuingia kwenye sheria za wanadamu wanaojihesabia haki, kila group kwa group. Nimeona haya makundi yamekusanyika tena, kila kundi inaheshimu kundi ingine. Wanasema tuketi chini tupange vile tutaorodhesha utaratibu wa kumwabudu Mungu. Wewe ni nani umpangie Mungu vile utamwabudu? Nani alikupa hiyo ruhusa? Nani katika dunia nzima anaye uwezo wa kupangia Mungu maisha ya vile ataishi? Ulikuwa wapi wakati alikuwa anakuumba? Unajua alitengeneza nini kwako hicho kinachoendelea kukuweka hai? Unajua ni nini kinaendelea ukipanda mmea unakuwa? Wewe ni nani umpangie Mungu vile utamwabudu? Ati makundi kwa jina la makanisa, sijui maimamu wameketi, viongozi wa hayo makundi wanasema waweke mpango wa vile watu wanapaswa kuabudu Mungu, na kama mtu hatapanga hivyo, yeye sio wa Mungu. Nyinyi ni nani mumpangie Mungu? Mutatubu hiyo mipango yenu, mutawache hiyo mipango yenu ya kibinadamu, na kila mtu atanyenyekea mbele ya muumba wake kulingana na anavyosema katika hii neno. Mimi sidharau mtu yoyote, lakini nawaambia ukweli ambao ni uchungu. Ukweli unauma, maana mtu akikubali uongo anapuuza ukweli, na mpaka ukubali umedanganyika utapigana na ukweli. Nyinyi mnajiunga, mnatengeneza serikali ya kimakanisa, ati church council. Amutapangia Mungu, mutapiga magoti mbele ya Mungu awapangie kulingana neno lake. Na msipokubali awapatie roho wake wa kuelewa neno lake, mutaendelea katika giza, mkijiita wakuu, mkijifanya viongozi, lakini mjue nyinyi ni wa ulimwengu 100%. Asiyekuwa wa ulimwengu anadhibitika kwa kuifanya neno la Mungu kuwa maisha yake. Matunda ya hiyo neno ni upendo, ni kujikana. Hakuna kujikweza, ni kumtukuza Mungu peke yake. Ni yupi kati yenu amefanya hivyo? Hiyo mipango yenu ya wanadamu mnapopanga, mpango wa Mungu ulienda wapi hata mpange mwingine? Mungu hana haja ya kupangiwa, ashawapangia. Atakaye aingie kwa mpango wake unaitwa neno lake, bila kuongeza akili ya mwanadamu, bila kupunguza. Na utaweza kuishi kama Mungu, na utaweza kuona tofauti yako na ulimwengu. Maana huu ndio ukweli wa maisha ambaye Mungu anawatangazia watu wote. Ndugu zangu, eleweni kwamba tunatangaza maisha, sio kujifunika tu imani yangu, sijui imani yako. Sawa, ni imani yako. Mungu anataka watu wote wawache hizo imani zao na kumgeukia yeye awaumbie imani yake. Ni wale wenye imani ya Mungu ndio wataishi kama Mungu, na Mungu huishi kulingana na vile ananena katika neno lake. Ni hao tu wanaokubali hiyo neno, kila mtu binafsi. Hao ndio Mungu anawaunganisha kuwa kundi. Anaweza kuwa mmoja mahali, wanaweza kuwa wengi. Hao ndio Mungu anawalete kuitwa kanisa lake.
wanaojengwa juu ya imani yake, yaani waliokubali hii neno kuhusu maisha ya kweli na wanajibidisha kwa nguvu zake kuyaishi. Ndugu zangu, tunatangaza maisha ya kweli, sio hadithi. Injili, 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 injili. Tunatangaza maisha, na kwa vile ndiyo yale yalikuwa tangu mwanzo, ndiyo yalioko sasa, na ndiyo yatakuwa hata milele. Ni habari njema, maana inakufungua macho ikiwa utakubali. Uache uongo, uingie katika kweli, uweze pata amani na furaha na uhuru ndani ya moyo wako. Amani ya Bwana iwe kwenu nyote mlio wenye hii nia na akili hii. Sabato njema kwenu nyote.